Taarifa kwa umma kuhusu ugonjwa wa mpox ulioingia nchini Tanzania. Taarifa hii inasema kwamba mnamo tarehe 7 ya mwezi Machi mwaka 2025, Wizara ya Afya kupitia mifumo yake ya ukusanyaji wa taarifa na ufuatiliaji wa magonjwa ilipokea taarifa ya uwepo wa wahisiwa wenye dalili za vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili. Dalili hizi zinaambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo vya mwili ikiwemo misuli na mgongo. Kati ya wahisiwa hao, mmoja ni dereva wa magari ya mizigo aliyetoka nchi jirani kwenda jijini Dar es Salaam. Baada ya kupokea taarifa za wahisiwa, sampuli zilichukuliwa na kupelekwa maabara ya taifa kwa uchunguzi. Mnamo tarehe 9 ya mwezi Machi mwaka 2025, uchunguzi wa kimaabara umethibitisha kuwa wahisiwa wawili wana maambukizi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa mpox. Hivyo, hadi kufikia sasa, jumla ya wahisiwa wawili wamethibitika kuwa na ugonjwa wa mpox nchini Tanzania. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Rais, TAMISEMI na vituo vyote vya kutolea huduma za afya inaendelea na ufuatiliaji, uchunguzi na utambuzi kubaini kama kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma stahiki. Chanzo cha ugonjwa huu ni wanyama jamii ya nyani, ambapo binadamu huweza kuupata kutokana na shughuli zinazoweza kusababisha kugusana na wanyama hao, majimaji au nyama za wanyama wenye maambukizi. Aidha, endapo binadamu akipata maambukizi hayo, anaweza kumwambukiza mtu mwingine kwa kugusana moja kwa moja. Kwa taarifa hii, Wizara ya Afya inawahakikishia wananchi kuwa serikali imejipanga kudhibiti ugonjwa huu, na hasa kutokana na uzoefu tulionao wa kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Serikali inaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa katika ngazi zote, upimaji wa watu wanaoingia na kutoka kupitia mipaka ya nchi, kuimarisha utoaji wa elimu ya afya na kuhamasisha jamii ili kuwawezesha wananchi kuchukua hatua za kujikinga, kwa kuzingatia kuwa magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi hayana tiba mahususi, ila mgonjwa anahudumiwa kulingana na dalili ambazo anazionyesha. Hivyo, wizara inawasihi na kuwasisitiza wananchi wote kuzingatia na kutekeleza afua za kujikinga kama ifuatavyo: kuwahi katika kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi wa matibabu unapoona mojawapo ya dalili za ugonjwa wa mpox, au piga simu nambari 199 bila malipo. 2. Kuepuka kuchangia vitu kama nguo na matandiko ambavyo vimetumiwa na mtu mwenye dalili za mpox. 3. Kuepuka kugusana kwa kupeana mikono, kubusiana, kukumbatiana na kujamiiana na mtu mwenye dalili za mpox. 4. Kuepuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za mpox. 5. Kuepuka kuhudumia mgonjwa mwenye dalili za ugonjwa wa mpox bila kuchukua tahadhari. 6. Watumishi wa afya kuzingatia kanuni za kujikinga na magonjwa wakati wote wanapowahudumia wagonjwa, ikiwemo wenye dalili za vipele na homa. 7. Kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono. Wizara ya Afya itaendelea kutoa taarifa za mwenendo wa ugonjwa huu kadri taarifa za ufuatiliaji na uchunguzi zitakavyopatikana. Wizara inashauri wananchi kuendelea na shughuli za kila siku kwa kuzingatia tahadhari za kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu. Vile wizara inapenda kuwapa taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa Marburg. Ikumbuke kwamba mnamo tarehe 20 Januari mwaka 2025, serikali ilihabarisha umma kuhusu uwepo wa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Marburg. Mwenendo wa udhibiti wa ugonjwa huu unaendelea vizuri, na hadi kufikia tarehe 10 ya mwezi Machi zimetimia siku 41 bila kuwa na ugonjwa mpya. Hiyo ni taarifa kutoka Wizara ya Afya nchini Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chini ya waziri wake Jenista Mhagama ambaye ndio waziri wa afya. Nenda kwenye comment maoni yako, itakuwa swadakta sana. Mimi nitakuwa Mike Cliff, msema chochote, nimesema chochote kitu kuhusu taarifa kwa umma kuhusu ugonjwa wa mpox ulioingia nchini Tanzania.